kazi sisi ya kwetu ni kuomba, lakini kazi ya kutenda ni ya Mungu. Sisi tunamwambia Mungu asante, maana tunaamini ya kwamba viongozi ambao Mungu anakwenda kuwainua this time watakuwa ni wenye hofu ya Mungu. Ni wale ambao mioyo yao itakuwa na huruma na nchi ya Tanzania, itakuwa na huruma na Watanzania. Watajua wapo kwa ajili ya kumwakilisha Mungu, hawapo kwa ajili ya tamaa zao, hawapo kwa ajili ya kupata mali, watamwakilisha Mungu sawa sawa. Biblia inasema kwenye Mithali sura 9 mstari wa 10. Mithali sura 9 mstari wa 10 anasema hivi. Anasema kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Na hiki ndicho ambacho tumekiomba kwa Mungu, ya kwamba Mungu, tunaomba Watanzania hofu yako, tunaomba hekima na maarifa na ufahamu viwe ndani ya Watanzania. Katika hii hatua ambayo iko mbele, Mungu atangulie, sio akili za wanadamu. Ndio maana nasema mtumaini Mungu wala usitegemee akili zako mwenyewe. Kwa hiyo tunamwambia Mungu, tunaomba ufahamu na hekima. Neno la Mungu linasema hekima atakuongoza, lakini maarifa atakufundisha. Na ndio maana tukamwomba Mungu hekima. Na hekima tunamwona Sulemani aliomba hekima kwa Mungu. Alimwambia Bwana, nipe hekima, nijue jinsi ya kuingia na kutoka, nijue jinsi ya kuwahukumu watu hao. Nini maana yake? Mtu asipokuwa na hekima anafanya vitu vya kijinga. Ndio. Mtu asiyekuwa na hekima anafanya vitu vya aibu. Anafanya vitu vya kumdhalilisha mwenyewe. Lakini tumemwambia Mungu, hatutaki watu wadhalilishwe. Hatutaki Tanzania iaibishwe. Tunaitaka hekima yako. Ile hekima ambayo wakati Sulemani alipopata hekima, Biblia inasema wafalme na mataifa walikuja kujifunza hekima kwa Sulemani. Tunataka hiyo hekima kwa Watanzania, mataifa waje wajifunze hekima Tanzania. Tunajua wakati huu kila taifa linajiuliza Tanzania wanavukaje? Kutakuwa na vita, kutakuwa na umwagaji damu. It's okay, watu wanasema, lakini sisi hatuamini katika kumwaga damu. Tunaamini ya kwamba Mungu akiachilia hekima, kila kitu kitakaa sawa. Kwa hiyo tukamshukuru Mungu ajili ya mambo haya mawili. Tumwambie Mungu asante kwa sababu viongozi wetu ambao unatuinulia, hofu yako inaingia ndani yako. Hawatafanya vitu kwa kujitakia wenyewe, watafanya wakiongozwa na Mungu. Lakini tumwambie Mungu asante, maana Watanzania watakuwa na hekima katika kila watakachokifanya. Hekima yako itawaongoza. Naomba usimame kwa miguu yako.